Ndugu zangu katika imani, wa man dakhala alayhi Sha'ban, na yule ambaye ataingiliwa na mwezi wa Sha'ban kama hivi tulivyoingiliwa na mwezi wa Sha'ban, wa baqiya alayhi qada'u Ramadan, na akiwa amebaki na deni la mwezi wa Ramadhan, deni la mwaka jana, deni la Ramadhani ya mwaka jana, falyubadir ila qada'ihi qabla Ramadhana, afanye haraka na upesi alilipe deni hilo analodaiwa kabla ya kuingia kwenye Ramadhani nyingine. Leo kuna watu wana viporo, leo kuna watu wana mabaki ya siku ya mwezi wa Ramadhani ambao uliopita, na bado wala hawashtuki kama wako ndani ya mwezi wa Shaaban. Leo tukiwa ni tarehe 11, kwa uwezo wake Allah Ramadhani haiko mbali, wala hashtuki akaamua kuyalipa madeni anayodaiwa na Allah. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwende yeye, kana yakunu alayya saumu min Ramadhana, nilikuwa nikiwa na deni juu yangu la kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, siwezi kulilipa deni hilo isipokuwa ukiingia ndani ya mwezi wa Sha'ban. Anakwenda mama Aisha kwenda kuzilipa zile siku ambazo anazodaiwa. Lakini leo kuna baadhi ya wake zetu, kuna baadhi ya mabinti zetu, kuna baadhi ya mama zetu, kuna baadhi ya wanawake ambao wanapata dharura hii ya kuingia kwenye hedhi, au wanapata dharura ya kuingia kwenye damu ya nifas. Mwanamke yule amezaa ndani ya mwezi wa Ramadhan, ikawa hawajibiki kufunga, anakula, lakini cha ajabu mwanamke huyu wala mshipa haumgongi wala hashtuki ya kwamba ana deni la mwezi mtukufu wa Ramadhan, ashtuke alilipe deni kama lile. Bado hajachelewa mwanamke huyu ndani ya mwezi wa Shaaban. Mama Aisha radhiyallahu anha anasema, huwa ndio nalipa madeni yangu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Riwaya imekuja ni kwa sababu ya kumtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo maana anachelewesha kulipa deni la mwezi mtukufu wa Ramadhan. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1950. Muslim kaipokea kwa nambari 1146.